Al-Qur'an huwa hablullah al-matin. Hii Qur'an ni kamba ya Mwenyezi Mungu iliyokuwa thabiti, madhubuti, kamba ambayo ni very strong mbele ya Allah jalla fi ula. Man qara'ahu au hafidhahu, yule ambaye ataamua kuisoma Qur'an au akaamua kuihifadhi Qur'an, wa amila bima fiha bi niyyatin sadiqatin, na akaifanyia Qur'ani kazi kulingana na zile aya ambazo ziko ndani ya Qur'ani ile, kufanya kazi kikweli kweli, wa qalbin mutayaqinin, na moyo uliokuwa wa kweli, moyo uliokuwa madhubuti na thabiti, wenye imani ambayo ni nzito. Waja'alahu imaman lahu, na akaifanya hii Qur'an ni kama imamu wake, ni kama kiongozi wake. Fa inna lahu jazaan adhiman, hakika ya mtu huyo atakuwa na malipo makubwa. Wa khususiyatan inda Allah jalla wa ala, na atakuwa na nafasi maalumu kwa Allah jalla fi ula. Vipi Qur'ani inaweza kuwa ni imamu kwako wewe? Vipi Qur'ani inaweza kuwa ni kiongozi kwako wewe? Ni hivi ikhwata, hakuna jambo lolote ambalo utataka kulifanya lazima kwanza uiangalie Qur'an. Qur'ani inasemaje? Je, jambo hili linafaa? Ukiona linafaa, fabiha wa ni'ma, unalifanya. Lakini ukiona Qur'ani imekukataza jambo kama lile, moja kwa moja unaachana na lile jambo. Hapa Qur'ani inakuwa ni imamu na kiongozi wako katika mgongo wako. Sasa mwenye kulifanya hili jambo, basi atambue ana nafasi maalum special kwa Allah jalla fi ula. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah, rehma na amani zimshukie yeye, inna lillahi ahalina minan nas, hakika kwa Mwenyezi Mungu kuna watu maalumu kutokamana na watu. Naomba unielewe, hakika kwa Mwenyezi Mungu kuna watu maalum kutokamana na watu. Kama vile unavyoona katika dunia kuna nyumba maalum, katika nyumba hizi tulizozijenga ambazo zinakuwa ni nyumba za Allah jalla fi ula. Wa anna almasajida lillah, na hakika ya misikiti ni nyumba za nani? Za Allah. Hata kama wewe umejenga kwa fedha zako, kwa uwezo wako, nyumba ile ikapendeza, lakini umeamua ni msikiti, nyumba ile haiwi ya kwako, inakuwa ni ya nani? Ni ya Allah. Ni katika zile nyumba maalumu ambazo za Allah. Na vile vile katika watu kuna watu maalumu ambao Allah amewachagua ni watu wake. Qalu, masahaba wakasema, man hum ya Rasulullah, ni kina nani hao watu wa Mwenyezi Mungu, ewe mtume wa Allah? Qala, mtume akasema, ahlul Qur'ani, ni wale ambao watu wa Qur'an, hum ahlullahi wa khasatuhu, hao ndio watu wa Mwenyezi Mungu na aliyowachagua Allah. Wale ambao wanaisoma Qur'an na wakaifanyia kazi Qur'an, Qur'an ikawa ndio kiongozi wao, basi Allah, watu hao ni watu wake katika watu wa duniani. Je, mimi na wewe hatuhitaji kuwa watu wa Allah jalla fi ula? Leo mathalan kunapokuwa na sherehe fulani hivi, sawa, zikatolewa kadi zile, watu wakapewa mwaliko. Walipokwenda kule, kuna kadi tofauti, kuna kadi ya viti vya kawaida, alafu kuna zile kadi za VIP. Sijui kama tuelewana. Leo ikiwa duniani tuna uwezo wa kubaguana, tuelewana, huyu ni mtu wa kawaida akae na watu wa kawaida. Hao ni watu gani? Ni wale hawana kitu, la ilaha ulai wa la ilaha haula, hawajulikani kwenye maskini wamo ama hawamo. Wao wana kadi zao bana. Hata maharusini tunabaguana hivyo hivyo. Tumeelewana vizuri shekhi? Sitaki kutoa mfano wa tajiri fulani, lakini leo wewe ndugu yangu, ukijiangalia na tajiri wa kampuni fulani, mnaweza kukaa mkala pleti moja kweli? Wewe usiniambie shekhi.
kuna sehemu maalum za VIP. Tumeelewana? Sasa hata Allah jalla fi'ala kuna wale amewachagua ambao ni special maalum, ndio VIP wake, ambao ni wale ambao wana tabia ya kuisoma nini? Qur'an. Lakini leo duniani hakuna kitu kilichodharaulika mbele ya Waislamu kama nini? Kama Qur'an. Leo nakupa mfano hai mdogo tu. Mfano, rafiki yako ametoka majuu, iwe ni Canada, iwe ni Amerika, si ndio tunahesabu duniani huko? Huo ndio ulimwengu mwingine, sio? Akakupigia simu kwa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Sheikh zamaziki bwana, alhamdulillah ndugu yangu ndo nashuka airport hapa, lakini nina zawadi yako. Alasiri inshallah naomba tukutane msikiti fulani, nitakupa zawadi yako. Hebu kwa akili ya haraka haraka unafikiria nini wewe? Kwa akili tu ya haraka haraka wafikiria nini wewe? Huyu jamaa kama sio iPhone 17 Pro Max sijui, au kuna laptop nini? Yaani unajiuliza kila maswali ya aina. Zawadi yenyewe huja hiyo. Ndio makutana msikitini, shekhe mmemaliza kusali, anakwambia ndugu yangu zawadi ndio hii nimekupa, ukija ukifungua hivi ni Qur'an. Wasemaje shekhe, wasemaje hapo? Yaani kama hutomwambia kwa kutamka kwenye ulimi, lakini utazungumza na moyo wako. Jamaa mshenzi sana. Yaani ametoa kio kwa tukatalipa Qur'an sisijaa Kenya hizi basi. Si kama tumeelewana vizuri? Sasa ina maana hata ile Qur'an ambayo ni zawadi kubwa, maneno ya Allah, watu wamekwenda kuyadharau leo. Na ndio maana mtu ukimpa zawadi ya Qur'an anaona kwamba wewe umepitwa na wakati, huna mpango kabisa. Lakini kumbe hiyo Qur'ani, maneno ya Allah unayoidharau, ndio watu maalumu wamechaguliwa na nani? Allah jalla fi'ala. Ikhwata al-iman, hadithi ni sahihi, kaipokea Ibn Majah kwa nambari 179. Sheikh Albani ameisahihisha fi sahihi targhib, utaipata kwa nambari 1432.